Kuna nyakati maisha yanaweza kukusukuma hadi ukingoni mwa bahari isiyovukika. Lakini historia inatuambia bahari hugawanyika mbele ya wenye uthubutu, kama ilivyo kwenye rejea ya Nabii Musa aliyeigawanya bahari ya Shamu kwa fimbo yake, na ni kwa imani ikafunguka kwa ajili ya wengi. Hiyo ndiyo hadithi ya Elizabeth Kasimila. Kwa majina naitwa Elizabeth Jonathan Kasimila, ni mwenyekiti wa kikundi cha Kazi Endelee Group Ipagala. Makao yake makuu yako hapa Dodoma. Mimi nimesoma shule ya msingi Kiyungi iliyoko Tabora. Nimezaliwa mwaka 1976 katika mkoa wa Tabora. Baada ya kumaliza kidato cha darasa la 7, sikuweza kuendelea na shule ya sekondari, lakini nilijiunga na vyuo mbalimbali vya serikali. Chuo cha utumishi wa umma kilichopo Tabora, ambacho nilianza, kuna kitu kinaitwa foundation, yani unaanza kuanzia chini ili uweze, kwa sababu elimu yangu mimi haikupita sekondari. Ajira yangu ilikuwa ya kwanza 2004 serikalini. Wakati akielea juu ya bahari ya wajibu wa kiutumishi, malezi na uchumi, ghafla wimbi zito la serikali la kuondoa watumishi wasio na elimu toshelezi mwaka 2017 lilizamisha ndoto za Elizabeth na kumwacha akitapatapa mithili ya mfamaji. Kipindi hiki Eliza aliona kila rangi ya dunia, walimwengu wakimwona kama kikaragosi. Mwaka 2017 bahati mbaya nikatoka, baada kujulikana watu wasio na vyeti fake. Sisi ndo tulikuwa wa kwanza mwaka 2017 kutoka kwenye ajira ile ya mheshimiwa wetu rais ambaye sasa ni marehemu. Tulivyotoka pale, changamoto zilikuwa kubwa sana. Tulidharaulika, tulikopa. Mtu ukienda kumwazima ile anakuambia, na wewe alikuja kwako, alikuja kukukopa. Na mimi katoka jana, msimpe, akikukopa arudishi kwanza, ameachishwa kazi. Kwa hiyo ilikuwa ile hali ilikuwa inanitia huzuni sana. Lakini pia vile vile namshukuru Mwenyezi Mungu. Nilikuwa nakutana siku nyingine, namwambia Mungu nikutanishe na watu sahihi. Tangazo la serikali la kutenga 30% ya zabuni kwa makundi maalum halikuwa tu taarifa kwake, bali wito. Eliza alinyanyua fimbo yake, akaunda kikundi cha wanawake 5 kilichobatizwa jina Kazi Endelee Group, na kuingia rasmi kwenye mfumo wa zabuni, kwa sababu alijua nyuma yake kulikuwa na wanawake wengi waliotegemea ushindi wake. Samia Suluhu Hassan alipopata nafasi ya urais baada ya mheshimiwa Magufuli kufariki, akaongea na NGOs zote Tanzania. Wakati huo sasa hatupati pandi nyingine, wale memba wakatawanyika, nikabaki mimi kama mimi. Akasema nimetoa fursa za 30% katika kila wizara ya serikali. Hivyo nyinyi wenye NGOs undeni group, nikatafuta wakina mama wenye hali kama yangu ili tuweze kusajili kikundi kwa kufuata sheria na taratibu. Tukaanza kwenda halmashauri, tukaandika katiba yetu ya kikundi. Tumekaa miaka 2 hatujapata kazi. 21, 22, 23 tukapata kazi. Tukapata kazi wizara ya nishati, tukafanya cleaning. Hapo ndo tukapoanza kujulikana na kunyanyuka kiuchumi. Lakini vile vile hatukuchoka kwenda kujitangaza kwenye wizara mbalimbali za serikali kwa kupeleka profile. Sisi jamani, kuna kikundi cha Kazi Endelee, tunafanya cleaning, tunatengeneza mapazia, tunaweza uniform. Mpaka sasa tumepata wizara 16 ambazo tunafanya nazo kazi kwa kupitia fursa za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama Musa angeishia kulia tu mbele ya bahari bila kuchukua hatua, basi wana wa Israel wangefia jangwani. Leo mezani kwa Elizabeth kuna mikataba ya tenda za usafi ya taasisi 18 kupitia mamlaka ya udhibiti na ununuzi wa umma PPRA. Huyu si tu mshindi wa Malkia wa Nguvu 2026, ni daraja na ushindi kwamba fursa hazihitaji mazingira mazuri pekee, zinahitaji moyo, tena moyo wa uthubutu. Nimesimama mimi kama mwenyekiti kuweza kuwasaidia vijana wapatao 350 wako katika ajira mbalimbali za serikali, ikiwemo WCF, tuko Tanzania nzima, ikiwemo PPRA wenyewe, tuko Tanzania nzima, tuko Wizara ya Mawasiliano, tuko ofisi ya mkuu wa mkoa, tuko tume za haki za binadamu, tuko nishati. Katika maisha kuna changamoto, watu watakudharau,
watu watakuona ufai, na hasa pale unapokuwa unapitia maisha magumu. Hadithi ya Eliza inatukumbusha kuwa kila mmoja ana fimbo yake, uwezo, wazo au nafasi ndogo inayoweza kugeuka kuwa kubwa. Swali ni je, una ujasiri wa kuinua? Muujiza haupo kwenye bahari kugawanyika, bali muujiza upo kwenye uamuzi wa kuchukua hatua ya kwanza. Jukwaa la Malkia wa Nguvu 2026 linamtaja Eliza kama mwezeshaji wanawake na ujasiriamali kwenye viganja salama vya Mamlaka ya Udhibiti wa Ununuzi wa Umma PPRA. Malkia wa Nguvu 2026. Koleza Levels. You get it? If you don't get it, forget about it. Koleza Levels.